Naam, karibu na ujambo ndani ya Al-Huda TV Burundi. Rasmi siku hii ya leo na kuletea tukio adhimu sana, historia kubwa sana ambayo inayopatikana Afrika ya Kusini. Hapa tuko katika ziara kubwa ambayo ya Nelson Mandela, na nimepata bahati ya kuja kutembelea moja katika jela aliyoweza kufungwa Nelson Mandela. Nikukumbushe, Nelson Mandela amezaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1918. Ndio rasmi amezaliwa katika kijiji cha Mvezo hapa Afrika ya Kusini. Nelson Mandela alikuwa mwanadiplomasia mkubwa sana na aliyeweza kuwa rais wa kwanza mweusi Afrika ya Kusini. Inaelezwa kwamba alifungwa hapa katika jela hii kubwa sana maarufu sana ni Robben Island. Hapa Nelson Mandela alikaa takriban zaidi ya miaka 18 akiwa ndani ya jela hii, lakini historia inaonyesha Nelson Mandela aliweza kufungwa zaidi ya miaka 27, lakini kati ya 27 jela hii Robben Island alifungwa miaka 18. Ripota wako wa Kiislamu kutoka Burundi, niko hapa kuweza kukueleza matukio yote haya. Nikueleze pia tena, Nelson Mandela baada ya kukaa miaka 18 alifunguliwa na kuwa huru mwaka 1990. Ndio mwaka ambao alifunguliwa na kuweza kutoka katika jela hii. Jela hii inapatikana katikati mwa kisiwa hicho, kama unavyoona kupitia picha hizo, ni katikati mwa bahari. Nelson Mandela alifunguliwa mwaka 1990 akawa huru sasa kuweza kuja kuitawala Afrika ya Kusini. Aliweza kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi na kuweza kuingia katika madaraka mwaka 1994. Ndio rasmi aliweza kuwa mkombozi wa raia wa South Africa weusi. Ni kwende moja kwa moja sasa kupitia Al-Huda TV Burundi. Tuende sasa kutazama matukio yote ambayo yanaendelea hapa, kujua jela yake ni sehemu gani, na yote hayo utayapata hapa hapa kupitia Al-Huda TV Burundi. Mimi ni Hamza Mahane. Na hatimaye kama nilivyokueleza, na tayari sasa rasmi tuko katika eneo ambalo Nelson Mandela alivyokuwa na wenzake. Jela hizi ndo zilikuwa jela kubwa kabisa. Hapa katika jela hii kuna aina mbili. Kuna aina ya kwanza ambayo tumeionyesha, ambayo walikuwa wakifungwa wafungwa wale wa kawaida, lakini wale wafungwa ambao ni viongozi, ambao hapa alikuwa Nelson Mandela pamoja na watu wengine kadhaa ambao wenye wazifa mkubwa sana. Bango hili linaonyesha kwamba sehemu hii ndio Nelson Mandela alikuwa akifika hapa. Hii ni kama bichi kwao, sehemu ambao wanaweza wakapiga story, sehemu ambayo wanaweza wakabadilishana mawazo. Na hadi kuondoka kwake hapa, Nelson Mandela alihakikisha kwamba amepanda hii bustani kama unavyoiona. Hii ni moja katika bustani ambayo aliipanda mwenyewe Nelson Mandela. Maeneo haya yamebakia kuwa kama ni moja katika kumbukumbu za sehemu ambayo alikuwa akiyapanda. Al-Huda TV Burundi, tuende sasa moja kwa moja tukaone chumba rasmi alichokuwa akifungwa Nelson Mandela. Ni chumba namba 4. Tuende moja kwa moja ili tukuoneshe. Niliposimama hapa moja kwa moja alifungwa katika chumba hichi ambacho Nelson Mandela alifungwa takriban miaka 18 akiwa ndani ya jela hii, lakini rasmi hichi ndio chumba chake.
ambacho yeye alikuwa yuko humu ndani. Viko vyumba vingi tofauti tofauti, lakini chumba nambari 4 ndio chumba chake ambacho Nelson Mandela alikaa humu. Na chumba hichi rais wa Marekani aliyokuwa amepita Barack Obama, na yeye alipita hapa kuja kutazama na kukagua na kuweza kufanya utalii. Twende nje moja kwa moja tukuoneshe kiundani zaidi, na hivi ndio vifaa ambavyo alivyokuwa akitumia kama vile chombo cha kulia vyakula nini na nini. Tazama ili tuendelee kukuonesha matukio mengine kupitia Al Huda TV Burundi. Tayari kama unavyoona hivi ni vyumba kadhaa ambavyo vya wafungwa mbalimbali ambavyo alikuwa akifungwa nao Nelson Mandela. Atakumbukwa kwa mazuri, atakumbukwa kwa ukombozi, mwanadiplomasia ambaye aliweza kuwa rais wa kwanza mweusi na kuweza kuwakomboa watu weusi katika mapambano yaliyokuwa makubwa. Vyote unavyoviona huko ni vyumba ambavyo vilikuwa ni vya wafungwa wale ambao walikuwa pamoja na Nelson Mandela. Na historia ya ziara yetu tunaifunga katika muda huu hapa. Hizi ni kumbukumbu za moja katika wale ambao walifungwa jela na Nelson Mandela. Nikuelezee tena na kukumbusha kwamba Robben Island ni moja katika jela kubwa sana yenye historia hii hapa. Watu wanakuja na kuweza kuchukua kumbukumbu zao kama unavyoona hawa, ni ili wawe wameandikiwa kwa maana wao wameshiriki. Hawa ni watu ambao wapambanaji ambao walikaa takriban muda wa kutosha sana, miaka 18 ambayo ya Nelson Mandela aliweza kukaa jela hii hapa Afrika ya Kusini. Historia hawa watakumbukwa na imewekwa hapa kumbukumbu yao. Mimi ni ripota wako katika hii siku ya leo ambao nimekuletea matukio yote haya muhimu nikiwa hapa Afrika ya Kusini. Asanteni sana ambao umeendelea kunitazama na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Hamza Mahane na hii ni Al Huda TV Burundi. Al Huda, mwongozo wa jamii.